wapo tayari kuuza uhuru wa taifa letu ili wawe madarakani. Kwa hiyo la kwanza hilo. La pili, mmemsikia pamoja na tuhuma zake amesema uchaguzi wetu haukuwa halali, uchaguzi uliofanyika mwaka huu. Kiongozi wetu anayeongoza nchi sasa hizi ni batili. Mimi nataka nimkumbushe tu Heche ajue uhalali wa uchaguzi sio lazima Chadema washiriki. Uhalali wa uchaguzi hautokani, yani ushiriki wa Chadema sio SI unit ya kuhalalisha uchaguzi kwamba ulikuwa halali. Sisi tunafahamu Chadema walikataa wenyewe kushiriki uchaguzi. Sisi wa Tanzania tunapiga kura kwa waliokuja kugombea. Watanzania wa Njombe watachagua mbunge miongoni mwa vyama vya siasa vilivyogombea. Chadema wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi mpaka wapate mabadiliko wanaoyataka. Leo kwa sababu hujashiriki uchaguzi, wenzako vyama vingine vimeshiriki, Watanzania wameshiriki, unasema uchaguzi sio halali. Uwezi ukasema kiongozi aliyepatikana sio halali kwa sababu wewe hujashiriki. Mimi nina mfano. Heche sifa yake moja, historia yake, aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Heche, sisi tukiwa Chadema vijana tulimheshimu, japo ili Heche awe mwenyekiti wa vijana ilibidi mimi naezungumza nikatwe. Sasa sijashiriki, nilishiriki nikakatwa ili Heche awe mwenyekiti wa vijana. Mimi nikamuunga mkono mtu mmoja anaitwa Mwampamba, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono mtu mwingine anaitwa Gerson Nyakalungu, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono Beni Sanane, naye akakatwa. Mwisho Heche akagombea na mtu yeye mwenyewe ukimwambia uligombea nani mwenyekiti wa vijana hamjui. Akashinda kwa 51%. Hatukuwahi kusema sio halali, kwa sababu taratibu na kanuni za chama zilitukataza sisi kufanya vitu kwa sababu tukatwe. Taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili, si ndivyo? Wewe umesema utaki uchaguzi wala fomu usajili, alafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, si uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya, sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana Chadema. Wafanye uchunguzi, wakaangalie kwa namna gani Chadema wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani Heche anapata wapi kusema wapewe watu wakazike wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari, amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na nawachallenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili, au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema, kwanza, hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini tunawachallenge viongozi wa upinzani hasa Chadema,
wakaangalie, wajiangalie kama wanavyofikiri sawa sawa. Inawezaje kuwa sawa wewe utamani taifa lako liendeshwe na watu wa nje? Lingine la muhimu watu kujua, Chadema hawajaanza leo kuto kushiriki uchaguzi.